Mwanamuziki Mbosso Khan amevuta ndinga kali aina ya Ford Everest ambayo ina thamani ya zaidi ya shilingi milioni 200. Hii gari ya Mbosso, gari mpya ya Mbosso, thamani yake ni zaidi ya shilingi milioni 200, na hapa ni ukijumlisha bei ya kununua gari, lakini pia mambo ya ushuru na vitu vingine kama hivyo, gharama yake inakuja shilingi milioni 200 plus. Kitu kingine ambacho kimeongeza bei kwenye hii gari mpya ya Mbosso ni kwamba imekuja ikiwa haijawahi kutembelewa popote, yani 0 kilomita, kwa maana Mbosso ndo anakuwa mtu wa kwanza kuiendesha hii gari. Tofauti na magari mengine ambayo watu huwa wananunua, linakuja likiwa labda limetembea kilomita labda naomba kilomita 5,000 au kilomita 20,000, lakini hili la Mbosso limekuja likiwa sealed kabisa, halijawahi kutembelewa popote, na siti zake kama unavyoona kwenye video, siti zake ziko kabisa na nyloni zake, kwa maana ya kwamba halijawahi kuguswa tangu limetengenezwa kiwandani. Mbosso ndo anakuwa mtu wa kwanza kulitumia gari hilo. Mashabiki wengi hawajaonesha kushangaza na bei ya gari hilo, kwa maana ukisikia milioni 200, milioni 300, mashabiki wa Mbosso wengi ukifuatilia kwenye mitandao ya kijamii hawajashangaa kabisa. Nafikiri labda ni kutokana na namna ambavyo wanamuona Mbosso akifanya kazi kwa bidii. Na hii ikiwa ni miezi 8 tu tangu Mbosso aanze kujitegemea mwenyewe, aanzishe familia yake ya Khan Music na atoke mikononi mwa lebo ya WCB Wasafi ambapo alikaa kwa muda mrefu. Kwa hiyo Mbosso baada ya kutoka kaonekana ni mtu ambaye anafanya kazi kwa bidii sana. Aliachia EP yake ya Room Number 3 ambayo nayo imefanya vizuri kwenye platform zote za muziki. Sio YouTube, sio Shazam, sio iTunes, sio Spotify. EP ya Mbosso ya Room Number 3 kote imefanya vizuri, na ukisikia EP ya msanii imefanya vizuri kwenye platform za muziki, maana yake huko kote Mbosso alikuwa anaingiza pesa, na anaingiza pesa mpaka sasa hivi. Wewe tu ukienda ukastream wimbo wake, basi unakuwa umemchangia Mbosso kwa namna moja au nyingine. Ukiachilia mbali na EP yake ya Room Number 3, Mbosso pia tangu ametoka WCB amefanya show nyingi sana, yani ni mtu ambaye yuko busy sana na show zake huku na kule. Na show kubwa ambayo amefanya Mbosso ni ile ya Simba Day ambayo yeye alikuwa headliner, kwa maana ya ndo mwanamuziki au ndo performer ambaye alikuwa ameibeba siku hiyo ya Simba Day, na tunajua kwamba alifanya show nzuri sana. Show ilikuwa na ubunifu na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo hivi vitu vyote nafikiri ndio vinafanya mashabiki wake wasishangae kwamba Mbosso ameweza kununua gari ya milioni 200 kuendelea. Na hapa Mbosso anatufundisha vijana wenzake ule msemo wa hard work pays, kwamba ukifanya kazi kwa bidii basi lazima itakulipa. Kongole sana kwa Mbosso na familia yako ya Khan EP kwa kuvuta ndinga mpya. Sasa hivi mkiona Ford Everest yuko barabarani, angalieni vizuri bwana, huyo atakuwa ni Mbosso Khan. ST Bongo, nyumbani kwanza.